Sasa basi watu wangu, leo nataka niwaambie kuhusu movie mpya ya The Conjuring Last Rites. Hii ndo sehemu ya mwisho kabisa kwenye mfululizo wa filamu za The Conjuring Universe. Kama unazijua zile movie za Ed na Lorraine Warren, wale wapelelezi wa mambo ya kiroho, basi hii ni kama hitimisho la safari yao yote. Filamu za The Conjuring zina mfululizo wa sehemu 4. Sehemu ya kwanza kabisa inaitwa The Conjuring, ambayo ilitoka mwaka 2013. Sehemu ya pili inaitwa The Conjuring 2, ambayo yenyewe ilitoka mwaka 2016. Sehemu ya tatu inaitwa The Conjuring, The Devil Made Me Do It, ambayo ilitoka mwaka 2021. Na sehemu ya 4 ambayo ndio ya mwisho inaitwa The Conjuring Last Rite, ambayo imetoka mwaka 2025 na ndiyo ambayo tutaiongelea hapa leo. Kwanza, kwa wasiozijua kabisa movie za The Conjuring, kwa utangulizi mdogo tu, iko hivi. Kuna wahusika wakuu ambao ni Patrick Wilson aliyecheza kama Ed Warren na Vera Farmiga aliyecheza kama Lorraine Warren. Sasa movies za The Conjuring ziko hivi. Ed Warren na Lorraine Warren wamecheza kama wanandoa ambao wanafanya kazi ya kuchunguza nguvu za kishetani na kuzizuia kupitia imani na maarifa ya kidini. Wamekuwa wakihifadhi vitu vyote walivyoviondoa kwa familia mbalimbali kwenye chumba maalum nyumbani kwao kinachoitwa Artifact Room. Humo ndani kuna vitu vya ajabu kama vinyago, pete, sanduku na kioo ambavyo vimewahi kutumiwa kwenye ibada za giza. Sasa kwenye The Conjuring Last Rites, story yenyewe inatokana na tukio la kweli lililotokea huko Pennsylvania, Marekani. Unataka kujua ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Baada ya miaka kadhaa ya Ed na Lorraine kushughulika na kesi nyingi za mapepo, sasa wanajaribu kupumzika. Lakini kuna kioo cha kale ambacho walihifadhi chumbani mwao kinapotea bila wao kujua. Kioo hicho kina nguvu ya ajabu. Kilishawahi kutumiwa miaka mingi nyuma kwenye ibada ya kuitwa kwa pepo. Siku moja familia moja huko Pennsylvania, inaitwa familia ya Smar, inanunua kioo cha zamani kwenye duka la vitu vya kale. Hawajui kwamba hicho ndicho kioo kilichopotea kutoka nyumba ya Warrens. Baada ya kukiweka ukutani, mambo ya ajabu yanaanza. Sauti za kutisha, vitu kuhama venyewe, ndoto mbaya na watoto kuona viumbe vya ajabu na vya kutisha sana. Hapo familia ya Smar inaamua kuwaita Ed na Lorraine waje kuwasaidia. Lorraine yeye ana kipaji cha kuona na kusikia vitu vya kiroho ambavyo wanadamu wa kawaida hawawezi kuviona wala kuvisikia. Anapokiona kioo, anahisi mara moja kuna nguvu iliyowahi kuhusika na maisha yao zamani. Anapoingia katika hali ya maono, anaona roho iliyofungwa ndani ya kioo inajaribu kuingia katika ulimwengu wa wanadamu. Hapo ndipo wanagundua kuwa kioo chenyewe kimekuwa kama mlango kati ya dunia ya roho na ya watu, na kama hawatokifunga, mapepo mengi zaidi yataingia duniani. Ed na Lorraine wanaanza kufanya ibada ya mwisho ya kutakasa, ambayo ibada hiyo sasa ndiyo inaitwa Last Rites. Na katika kufanya ibada yao wakishirikiana na kasisi wa kanisa la Katoliki, Father Gordon. Sasa hapo ndiyo balaa kubwa linapoamka, kwa sababu pepo lilimuona ndani ya kioo linajibu mapigo kwa nguvu kubwa. Lorraine anatumia kipaji chake kuona upande wa kiroho na kumvuta pepo huyo arudi kwenye kioo. Na wakati Ed yeye anasema sala za kumfunga. Yaani hapo ni vita ya imani dhidi ya giza. Haha, umeshapata picha hapo. Sasa kitu kizuri kwenye movie hii ni kwamba inaendelea na ule uhalisia wa kawaida wa The Conjuring. Lorraine anatumia nguvu zake za kiroho, Ed naye anajaribu kumlinda mkewe. Halafu kuna maamuzi magumu sana wanayolazimika kuyafanya. Sasa ukiniuliza kama ni ya kutisha, ni kweli, kuna scenes zinatisha sana, lakini si kwa sababu ya makelele, bali kwa jinsi wanavyocheza na akili yako.
Unajikuta unaogopa kabla hata kitu hakijatokea. Hapo ndio utaona ubunifu wa director Michael Chaves. Kwa upande wa waigizaji, Vera Farmiga ambaye ndo Lorraine na Patrick Wilson ambaye ndo Ed bado wamecheza vizuri sana. Uhusiano wao kwenye filamu ni kitu kinachofanya mtu uendelee kutazama hata kama umechoka. Wameonyesha mapenzi, ujasiri na imani, mambo ambayo hayajakuwa ya kawaida kwenye filamu za kutisha. Lakini pia nisema ukweli, baadhi ya watu wamesema movie hii haijatisha kama zile za mwanzo. Wengine wanasema imekaa sana kwenye story na si kwenye action. Hivyo kama ulikuwa unatarajia vitu vya action kila dakika, unaweza ukahisi imetulia sana. Kwa kumalizia, The Conjuring Last Rite ni filamu ya mwisho inayofunga ukurasa wa maisha ya Ed na Lorraine. Inachanganya huzuni, hofu na imani kwa namna ya kipekee. Ni sehemu ya mwisho kabisa katika daraja la Conjuring Universe. Kwa hiyo kama umewahi kutazama zile za mwanzo kama The Conjuring 1, 2 au The Devil Made Me Do It, usikose hii. Kama tayari ulishazitazama Conjuring za mwanzo, basi itakuwa umekosa kitu kikubwa kama hautamalizia sehemu hii ya mwisho ya The Conjuring Last Rites. Na movie mpaka sasa ina rate ya 6 chini ya 10. Kwa wale wanaopenda horror movies, basi hii ni ya kwenu kabisa. Hivyo ni lazima uiangalie ili uone walivyomaliza safari yao. Lakini kama wewe ni mpya, unaweza ukaanza na hii, ila utapoteza mpangilio mzuri wa story na maelezo madogo yanayounganisha hadithi. Kwa filamu zingine walizocheza Ed Warren na Lorraine Warren kwa pamoja ni filamu kama Annabelle Comes Home ambayo ilitoka mwaka 2019. Pia filamu nyingine inayoitwa The Commuter ambayo yenyewe ilitoka mwaka 2018, ambayo hii yenyewe ni nje kabisa ya zile sequences za filamu za Conjuring. Movie ya The Commuter ipo kwenye zile aina za filamu za action pamoja na thriller. Pia kwenye hii filamu ya The Commuter yupo yule mtaalamu Liam Neeson. Hivyo kama hujabahatika kuiona, basi unaweza ukaitafuta pia. Usisahau kusubscribe channel yangu na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video mpya kila nitakapoweka video mpya. Pia unaweza kuniandikia movie nyingine kwenye comments utakayopenda tuieleze kwa wakati mwingine. Mimi naitwa Gwiji Mwamba, your movie guy. Mpaka wakati mwingine.